Mtazamaji, karibu kwenye awamu ya pili, na ilivyo desturi kila siku ya Jumatatu tunaangazia darubini ya afya. Jicho letu linaangazia masuala ya afya kwa sababu ni masuala ambayo yanatuhusu kwa njia moja au nyingine. Tunawaleta wataalam na vile vile kutangamana na wale ambao wanaendelea kupata matibabu kuhusu magonjwa mbalimbali. Siku ya leo tukijikita na ugonjwa wa saratani. Kumbuka kwamba ni ugonjwa ambao umekuwa kero katika jamii zetu na vile vile ni ugonjwa ambao ni ghali mno katika jamii, na ikumbuke kwamba hivi sasa tunapozungumzia ugonjwa wa saratani, ulimwengu unaadhimisha mwezi wa kuzuia ugonjwa wa saratani, na ikumbukwe kwamba ni ugonjwa ambao umeweza kuwaathiri wengi, na hivi sasa ndiposa tunaangazia mbinu za kujikinga na ugonjwa huu, na tutakuwa tunamsikiliza mtaalamu wa masuala haya ya saratani atueleze ni vipi tunaweza jikinga, na vile vile nitakuwa nazungumza na mgonjwa wa saratani, na vile vile nitakuwa nazungumza na wale ambao wamepona saratani lakini bado wanaendelea na vile uchunguzi ambao unafanywa mara kwa mara ili kuhakikisha afya zao ziko dhabiti kabisa. Na mtazamaji, pia ukiwa pale nyumbani tunakushirikisha katika mjadala huu, si mjadala wa hapa studioni tu, hata ukiwa pale nyumbani pia tunakushirikisha. Iwapo una swali kuhusiana na ugonjwa wa saratani, basi piga simu live na utoe maoni yako, na vile vile kuuliza swali. Tuna mtaalamu wa masuala ya saratani hapa studioni, atakuwa anakujibu kadri muda unavyozidi kusonga, na ni vizuri zaidi pia kutufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii kwenye Facebook TV47 Digital, akaunti yetu ya X @TV47 Digital, akaunti ya kwangu kwenye X ni Joshua Nsare, na tuko live kupitia akaunti yetu ya YouTube TV47 Kenya. Hapa studioni na wakaribisha wageni wetu ambao washafika, ambao tutakuwa tunazungumza nao ili tuzidi kukufahamisha mengi zaidi kuhusiana na uhamasishaji dhidi ya ugonjwa wa saratani. Na moja kwa moja nitaanza katika mkono wangu wa kushoto. Aliye karibu nami ni Rose Adero, ni aliyepona saratani ya kizazi. Karibu sana Rose. Asante. Na vile vile mtazamaji, niko naye Jedrafe Kunradhi Luta, ambaye ni mgonjwa wa saratani na ni aina ya saratani ambayo inafahamika kama GIST. Karibu sana. Asante sana. Na katika mkono wangu wa kulia niko naye Daktari Daniel Nyongesa, na Daniel Nyongesa ni mtaalamu wa saratani na vile vile ni mkuu wa matibabu ama mkuu wa utabibu katika hospitali ya Medilife Ruiru, na vile vile anafanya kazi yake katika Texas Cancer Center. Karibu sana Daktari Nyongesa. Asante sana Josh. Na ni mwaka mpya, uhamasishaji umeanza. Lazima. Na tunapozungumzia saratani, labda nianze na wewe kwa sababu wewe ni mtaalamu katika sekta hii. Tunapozungumzia prevention, ugonjwa wa saratani unaweza kuzuiwa haswa mwezi huu tunapohamasisha jamii? Kusema ukweli, ugonjwa wa saratani ndio tumeona kwamba visa zimeongezeka katika nchi yetu. Lakini la mno ni kwamba ugonjwa wa saratani, hasa saratani mingi ambazo tunaziona zikiwa zinaorodheshwa the top 5, most of them are preventable, zinaweza zuiliwa. Na tukianza kuzipata mapema, matibabu yapo na wagonjwa wanaweza kupona. Hiyo ndio mbinu msingi tunaambia ama tunahamasisha Wakenya ya kwamba most of these cancers are preventable. Yes. Na ni wakati ambapo imegunduliwa mapema. Na shukrani. Tutakuwa tunaangazia aina hizo za saratani ambazo utakuwa unatueleza kadri muda unavyozidi kusonga. Na mtazamaji, pia nitakuwa na binti mwingine ambaye atakuwa anajiunga nasi, ambaye anafahamika kama Terry Miano, ni mmoja waliopona saratani na ni saratani ya matiti. Pia atakuwa anajiunga nasi katika muda usiokuwa mrefu atueleze safari yake imekuwa vipi. Rose Adero, yes. Najua tunapozungumzia ugonjwa wa saratani ni swala ambalo unalitilia maanani kama mmoja wa wale ambao wamepona saratani, na yako ilikuwa saratani ya kizazi ama cervical cancer. Tunapozungumzia mwezi huu wa Februari, tunahamasisha jamii namna ya kujizuia na saratani. Labda kwako, tupe historia yako. Uligundulika lini ukiwa na saratani na safari imekuwaje hadi sasa? Asante. Naam. Mimi nilijua kwamba niko na saratani ya nyumba ya uzazi mwaka wa 2015. Penye nilikuwa nafanya kazi, kila mwaka tulikuwa tuna partner na organization nyingine, tunawasaidia kudonate kwa sababu walikuwa wanasaidia sana sana wagonjwa wa saratani.
na wenyewe ni kama walikuwa wanatupea ile nafasi kama wafanyakazi wa hiyo kampuni, tunaenda tunafanyiwa screening bure. Sasa ilipofika mwaka wa 2015 ndio nikapatikana niko na dalili ya saratani ya nyumba ya uzazi. Ndiyo. Sasa nikashauriwa niende nifanyiwe biopsy. Nikafanyiwa biopsy, nikapatikana niko nayo stage 1B. Sasa nikashauriwa nianze treatment haraka iwezekanavyo, na kupokea hiyo message kwamba uko na saratani sio rahisi. Ilinichanganya kabisa, lakini namshukuru Mungu. Wakati nilienda kuchukua majibu, kwanza namshukuru daktari wangu gynecologist mwenye nilimpata. Alinipa time na alinielewa, na hata akanishauri natakana nifanyiwe operation as soon as possible. Ndiyo. So nilifanyiwa hiyo operation na nikaendelea na chemo na radio. Lakini katika kile kipindi nilikuwa nikiendelea na matibabu, unaona sisi kama wagonjwa wa saratani, sasa zile mnaenda chemotherapy, ninajua kila mtu mwenye ameshapitia anajua. Unatamani sana kusikia historia ya mwenzako. So mnakaa hapo kama mandugu, wakati ule mnaendelea kunywa kimo katika ile room, mna share story. So kulikuwa mzee mmoja alikuwa na shida ya kansa ya lungs, ya mapafu. Ndiyo. Na nikasikiza story yake, na kipindi hicho nilikuwa mume wangu alikuwa na shida kwa muda wa miaka 2 ya kifua. Anaenda hospitali anaambiwa kwamba ni pneumonia, wakati mwingine akapatikana na TB. Lakini venye huyo alinieleza nikaona hizi ni dalili zenye mume wangu ako nazo. So niliporudi nyumbani nikamshauri mume wangu aende afanyiwe test kama CT scan. Na kwa kweli tulikubaliana, na kipindi kile venye alienda akapatikana ni mgonjwa sana, na tukatumwa biopsy akapatikana yuko na lung cancer stage 4. So haikuwa rahisi kwa familia yangu. Pole. Kwa sababu ilibidi niache matibabu yangu nianze ya mzee, kwa sababu yeye sasa venye alisikia huo ujumbe. Kuna mashauri pia kutoka kwa jamii, watu walikuwa wanamshauri aende kwa madawa za kienyeji. Tulichanganyikiwa kwa kweli. Mwaka wa 2015. Yes. Ndiyo. Sasa 2016 tukianza hapo. Sasa tulichanganyikiwa, akashauriwa aende akatumie dawa za kienyeji, ambapo yeye pia aliagree, na akaenda nyumbani akakaa huko kwa muda wa miezi 2, lakini venye alirudi akawa amezidi kudhoofika. Sasa ndio sasa tukaanza matibabu, na kwa kweli haikuwa mzuri. Kufika mwaka wa 2017 mwanzo nikampoteza. Pole sana. Asante. Chenye nilipitia ni chenye siwezi kutaka mtu yote apitie, kwa sababu tulipitia stigma sana. Wakati tulijua tuko na kansa, sasa sisi wote mwanzo tuliamua kuficha. Ndiyo. Lakini ikafika penye tumelemewa, kwa sababu mimi penye nilikuwa nafanya kazi iliisha, yeye naye akasimamishwa. Sasa ikabaki tunategemea watoto wenyewe wenye tunawategemea ni wale bado wako shuleni wadogo. Yeah, stigma pia ilikuwa ya hali ya juu, kwa sababu jamii walisema ni kama kuna dhambi tulitenda ndio maana tumelaniwa. Kasumba ambazo ziko katika jamii zetu. Na sisi kweli tulikuwa tunaona ni kama ni laana. So tulikuwa na wakati mgumu sana, na hata ikafikia wakati tumetengwa, ni mimi sasa na mzee wangu na watoto wangu. Na few friends, si wote, kwa sababu tulikuwa gharama. Na hata watoto wetu wakaacha kwenda shule, tukaanza kuuza vitu zetu one by one, mpaka wakati mzee alifariki. Na hata nilipojaribu kujikaza haikuwa rahisi, mpaka nikawa na depression. Na pole sana. Lakini saizi wewe mjasiri ukajitokeza, saizi unahamasisha jamii. Kabisa. Na tutaendelea na stori yako, stori ambayo inatia moyo, angalau kuweza kuwatia moyo wale ambao pia wanapitia changamoto kama hizi za kupata matibabu, kuishi katika jamii, hayo yote kwa ujumla, ili kuhakikisha tunahamasisha jamii kuhusiana na ugonjwa huu sugu. Na hivi sasa kuna kampeni ambazo zinaendelea, shinikizo kwa Rais William Ruto atangaze kama janga la kitaifa saratani
kama ugonjwa ambao ni janga la kitaifa. Tutakuwa tunafuatilia hayo kwa kina, na vilevile nitakuwa nasikiliza hisia za wageni wetu studioni, watueleze kunaendaje, inakuaje hayo yote, ili tuzidi kuyafahamu kwa kina. Nije kwako Gedrafe Luta. Hivi sasa tunapozungumzia ugonjwa wa saratani umejitokeza kimasomaso, mmoja wao ambaye unahamasisha jamii na vilevile kutoa stori yako, kusaidia jamii pia kujikubali na vilevile kupambana na ugonjwa huu. Labda safari yako ilikuwaje na ilianza lini? Asante sana Josh. Naam. Nashukuru sana. Safari yangu imekuwa ni fupi lakini tena imekuwa ndefu. Ndio. Kama vile mwenzangu amesema Rose hapa, yangu mimi kawaida miaka yangu yote ile nimelelewa na wazazi wangu. Ndio. Kufika mahali nimefika. Sijawahi lazwa hospitali. Ndio. Nimekuwa mtu mwenye afya njema. Ndio. Maybe nikisema niko mgonjwa ni ile kahoma hapa na pale tu. Ile maybe malaria, umeenda nyumbani umerudi kidogo. Naam. Lakini miaka yangu yote tangu nikuwe mtu mzima sijawahi kuwa mgonjwa. Ndio. So mara yangu ya kwanza kuwa mgonjwa na kulazwa hospitalini ndio ilikuwa kumbe safari yangu ya kwanza na ugonjwa wa saratani. Na hii ni kuanzia mwaka wa 2021 mwaka 2021. Ndio. Ilianza kimchezo tu, maanake vile nimekueleza tena, si kwa mtu dhaifu ama weakling, if I would say that in English. Ndio. So wakati mmoja nikaanza kumsikia niko mwili uko mdhaifu, sina nguvu, nasikia kidogo kisunzi ama kizunguzungu. Ndio. Siku moja nika collapse nikiwa nyumbani. Sasa ku collapse ile, na nilikuwa peke yangu. Nafikiri ilikuwa wakati wa likizo. Familia yangu kidogo walikuwa wamesafiri. Mimi mwenyewe nilikuwa peke yangu kwenye nyumba. Nikiwa usiku wakati wa kulala, nikiwa nimekaa pale sebuleni, nikasikia nguvu zimeniishia. Naam. Nikaanguka chini, nikatapika. Na kutapika ile kuangalia, nikaona ile kutapika, yale matapiko si ya kawaida. Ndio. Nikaona red, daktari amesema damu. Manake ni mtaalamu anaelewa. Sasa kidogo nikaona kidogo nyumba, alafu hizo fahamu zangu haziko kabisa. Sasa najiuliza, hii ni damu, hii ni nini? Naona damu imejaa na ni nyingi. Ndio. Kajikokota kidogo, manake nguvu zimeniishia, nikajihisi haja. Nikaenda msalani. Kwenda msalani nikaendesha. Kuendesha haikuwa ya kawaida. Ndio. Damu tena sasa. Ukajiuliza maswali mengi. Haikuwa damu, lakini daktari anasema ilikuwa black. Actually sasa naona ile my waist was black ile kabisa. Nikaona hii si kawaida, haijafanyika. Kajikokota tena, nikalala pale kidogo, nikapiga simu, ndio nikapigia familia yangu, nikapigia mke wangu, hakuwa karibu. Kamweleza vile ninavyojihisi sio. Kalala. Actually nilizimia. Nilikuwa peke yangu kabisa kwa nyumba, nikazimia. Ndio. Lakini kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, asubuhi kitu saa 3 nikaamka. Mwaka upi huo? Huo ni 2021. 2021. Ndio. Sasa 2021 hiyo asubuhi nikaamka, nikaenda hospitali. Nikaita majirani, wakachukua gari wakanipeleka hospitalini, nikafanyiwa pimwa kidogo. Na ule uchunguzi uliofanywa nikiwa hospitali haukuwa uchunguzi mzuri. Ndio. Maybe hayo ni maswala ambayo daktari Nyongesa hapa atatueleza baadaye pia. But we are going to task him also maybe kufanya what is it called, the right diagnosis. Ndio. Yeah. Sasa mimi wakati nilifika pale nikaambiwa hii ni malaria kidogo, ulikuwa umesafiri sijui nini. Sasa hizo nikapewa matembe kidogo, nikarudi nyumbani. Na maisha yanaendelea. Maisha yakaendelea. Ndio. Kaka kidogo, familia yangu ikarudi, kasikia nguvu zinarudi kidogo, lakini mwili wangu nikasikia si kawaida. Ndio. Manake mimi ni mtu wa kujituma, mimi mtu wa bidii, nafanya mambo hapa na pale. Ndio.
but hiyo nikasikia mwili imeisha nguvu kabisa, so kakakaa kidogo ikapotea hiyo feeling. Lakini I was not the same again, my health was not in a good condition. Yeah. So nikakaa hiyo mwaka ikaendaenda kidogo. Baadaye tena after a couple of months nikawa nimesafiri, nimeenda nyumbani mashambani. Ndio. The same incident ika happen tena. Nikiwa nyumbani tu pale nafanya mambo zangu kidogo, kulima kidogo, I felt the same thing. Kasikia nimeishiwa nguvu, I collapsed. The same episode. Katapika tena damu nyingi sana. Kaenda choo tena, nikaendesha black the same way. Ndio. Only later to learn now what daktari was alluding to. Kumbe hile black si normal black. Ndio. Hiyo ni damu. Naam. Yeah. Na ni aina ya so wakati huo na sasa wakati huo hata sijajua na ndio manake ningependa sana madaktari watilie maanani wanapofanya diagnosis. Manake kama ingejulikana mapema basi ningeweza kusaidiwa mapema. Ndio. Manake nilienda hospitali kadha wa kadha but nikipewa wrong diagnosis. Naam. Nikaenda hapo nikalazwa, hiyo ni changamoto. Nikaenda nikalazwa hospitali kule Western karibu wiki 2. Nikaenda kule nikapatikana my HB, naita HB daktari, si ndio? Was 7. Kafanywa blood transfusion, nikakuwa referred kwa hospitali nyingine. Ndio. Baadaye nikaambiwa kutoka pale, nikaambiwa wewe ni uko na ulcers na uko na H pylori. Kapewa ile 21 kit, ile kit. Nikapiga hiyo, nikarudi Nairobi. Sasa hivyo ndio jani yangu ilianza. Lakini utakuwa unatueleza mengi zaidi pia, namna ambavyo ukakuja ukagundulika uko na GIST kind of cancer, na maisha yamekwaje, utakuwa unatupa hiyo taarifa. Daktari, ni kushirikisha kwa hili hata kabla tuzungumze na Terry Miano. Tunapozungumzia haya maswala, amezungumzia changamoto ya misdiagnosis, na najua ni swala ambalo limeibuliwa mara nyingi na nyinyi kama wataalam. Kuna wakati ambapo mlikuwa wachache mno, lakini angalau idadi zinaongezeka. Utatueleza hilo. Na vile vile dada yetu hapa amezungumzia namna safari yake imekuwa, namna kuna ile stigma, unyanyapaa katika familia zetu, unapata umetengwa. Labda tukizungumzia mzigo wa saratani katika jamii, hivi sasa tunaendelea kupiga hatua, wakikuja pale hospitali hali iko vipi haswa? Venye tu umeeleza, tukiangalia katika takwimu, ndio saa hii tunatumia utafiti wa ile inaitwa Global Can Statistics. The latest zenye nimeangalia ni za 2022. Ndio. Zinatueleza kwamba takriban watu 40,000 wanakuwa diagnosed na cancer in Kenya. Ndio. Currently every year 40,000, na about 29,000 to 30,000 of these patients tunawapoteza kila mwaka. Ndio. Ina maana kwamba almost more than half of the patients that we make diagnosis of cancer, we are losing them. Because 40 we are losing 30. Ndio. That is more than half of the patients. Hiyo inakuonyesha kwamba the burden is increasing and still the cure rates are very low. Ndio. Ni kwa sababu gani Gedraf Luther ameongelea kuhusu hii mambo ya misdiagnosis? Ndio. Majority of our patients tunawapata kama kansa imesha zambaa. Almost 70% ya patients wenye tunapata Kenya, tunawapata wakiwa na kansa ya stage 3, 4 kwenda mbele. Ni kwa sababu gani? Misdiagnosis, late presentation, na even hiyo mambo ya denial. Unaona kuna patients wale wamekuja, unapata aligundulika akiwa na kansa mwaka wa 2020, lakini anakuja kwa hospitali mwaka wa 2023 ama 2024. Ndio. Kwa sababu wagonjwa wengi, na one of the patients ameongelea, Rose ameongelea kwamba si rahisi kukubali kwamba umeelezewa kwamba uko na ugonjwa wa kansa na ukakubali. Ndio. Wengi hata Rose alituambia kuna mzee wake alipatikana na kansa na akaelekezwa kwa madawa ya kienyeji. Ndio.
wengi wanapotelea kwa madawa ya kienyeji, wengi wanakataa kukubali kwamba ni kansa. Wanajaribu kuenda kwa mahospitali zingine na unapoenda katika hospitali nyingine waambiwe hii si kansa, watu wengi huamini sana yule amesema kwamba si kansa kuliko ambaye amemwambia ni kansa. So hii inachangia kwa hiyo tunasema late presentation. Na nilipokuambia 70% wanakuja wakiwa na advanced cancer ambayo matibabu inaweza kuwa ngumu, na pia kuponya hii ugonjwa inakuwa ngumu sana. Naam, shukrani sana kwa hilo. Kuna hili swala lingine, tuko na shirika la ama taasisi ya utafiti KEMRI humu nchini. Na wakati fulani nimewahoji wakasema kwamba kuna ule ukosefu wa fedha za kufanya utafiti humu nchini. Na unapata kwamba huo utafiti ukikosa kufanywa namna ambavyo inapaswa, ndiposa unapata Gedraf hapa anasema kwamba alipata ile inaitwa misdiagnosis, anapewa dawa za kutibu ulcers badala afanyiwe uchunguzi wa kina zaidi. Ni vifaa tuna, ni madaktari wachache, au ni mikakati mwafaka haijawekwa na serikali kuhakikisha haya yote yanaafikiwa kikamilifu? Sana sana tukiongelea utafiti ule wa research ya KEMRI, tunaongelea sana sana kuhusu utafiti wa biolojia ya aina za kansa ambazo tuko nazo, na pia matibabu ambayo tuko nayo. Ukiangalia katika zile protocols, tunaziita protocols za chemotherapy mingi ambazo tunatumia protocols za ng'ambo. Imported. Tunasema NCCN guidelines, tuna ESMO guidelines ambao ni ya British, NCCN guidelines sana sana ni ya Amerikani, ambao wametafiti dawa, wamepata kwamba hii dawa inaweza kutibu kansa, lakini huu utafiti umefanyika huko Ulayani na imefanyika sana sana kwa wazungu na wale Black Americans. Na tuna import huo utafiti kwa country yetu na tunaweza kutumia kutibu wagonjwa wetu. Lakini kuna kile kimegundulika kwamba kansa ya Waafrika hasa wa Kenya inaonekana kuwa ni kansa aina tofauti kidogo kwa sababu ya maumbile ya kibiolojia kulingana na kansa ya wazungu ama wale Black Americans. Na ndiposa tunasema kwamba tukiweza kuwekeza fedha katika utafiti, tuweze kujua kwa hizi dawa zenye tumeleta kutoka Amerikani ama Uingereza zinaweza kusaidia kutibu kansa ya Waafrika vile imeonekana kwamba inaweza tibu kansa kwa wazungu wale Amerikani ama wale kutoka Europa ama sivyo. Sasa hiyo utafiti ndio inakosekana. Lakini tukiangalia katika miundo msingi ambazo za kugundua kwamba ni kansa, Kenya tumepiga hatua kubwa sana. Ukiangalia katika hii kesi ya Gedraf, mtu amekuja kwa hospitali akisema ametapika damu, umeona damu ametapika damu, na akienda katika haja kubwa anapata kwamba kinyesi inakuwa nyeusi. Hiyo inamaanisha kwamba pia hiyo ni damu ambayo imekuwa digested, ikifika kule chini inakuwa black. Hiyo tunaita upper GI bleeding. Hiyo inakuanga ni dalili kubwa sana kwamba huyu mtu anaweza kuwa na kansa. Na daktari yote ambaye ameweza kusomea ama ameweza kuwa exposed na mambo ya kansa anafaa kufahamu kwamba huyu mtu anaweza kuwa ako na kansa ya either stomach, esophagus, na kipimo tu kimoja ambaye anaweza fanyiwa muhimu ni kufanya kitu inaitwa OGD, esophagus and gastric endoscopy or esophagogastric duodenoscopy, ya kuangalia kama anaweza kuwa na ulcer ama kidonda cha kansa kwenye tumbo, na waweze kuchukua kanyama kadogo tu, waweze kuenda kwa mahabara na itagundua kama hii ni kansa au la. Na unasikia mtu anatibiwa ulcers bila kuangaliwa na hiyo endoscopy. Unapata mtu anapatiwa dawa za ulcers bila utafiti wowote. Hiyo inaonyesha kwamba kuna utepetevu kidogo, hasa kwa wale clinicians ambao wanapata wagonjwa wakiwa katika hiyo hali. Na hiyo ni kitu ambayo tumeenda tukihamasisha madaktari, kwa sababu hizi vipimo za endoscopy ziko hata kwenye district hospitals, zile tunaita level 5 hospitals. Hizi vipimo kama za histology zinaweza fanyika, si lazima mtu akuje Nairobi. Hizi county referral hospitals zote ziko na uwezo wa kuweza kupata huu ugonjwa
ukiwa katika hali ya stage 1, na hawa wagonjwa wanaweza tibika. Bila shaka. Shukran sana kwa kauli hiyo. Ni kushirikishe, karibu sana Terry Miano kwa kufika na vile vile kuzungumza nasi na kukubali mwito wetu. Ni ujasiri aina yake, kwa sababu si mara nyingi unapata kwamba mgonjwa ambaye anapitia ugonjwa kama huu, kwa sababu ni ugonjwa sugu, anajitokeza anasema mimi nimejitokeza nizungumzie masuala haya kwa sababu ni masuala mazito kweli kweli. Karibu sana Terry. Tunapozungumzia, wewe ulikuwa na saratani ya matiti na vile vile ukapona, na hivi sasa najua unaenda ile check up 1 2 3. Yes. Na vile vile umeweza kuzindua wakfu ambao unafahamika kama Sprout and Love Hope Foundation. Sprout and Live Hope Foundation. Na asante sana. Tunapozungumzia swala hili tunaishi tukiwa na matumaini. Yes. Safari yako ilikuwa vipi? Ulipatikana lini ukiwa na saratani ya matiti? Na kwa sababu hii ni mojawapo ya saratani, na daktari atakubaliana nami kwamba ni mojawapo ya saratani ambazo zinaangamiza kwa haraka. Tunapozungumzia hii saratani ya matiti, safari yako ilikuwa vipi? Uligundua lini haswa? Okay, asante. Naam. Mimi niligundua 2016. Ndio. Na sababu gani niligundua niko na saratani, na sikujua ni saratani in the first place. Ndio nikanibidi niende kuangaliwa, kwa sababu kuna wakati hapo mbeleni tulikuwa tumeitwa for free check up, na tukaonyeshwa na nurse in one of our hospitals around Nairobi how to kujiangalia. Ndio mtu akisikia, ukigusa tu, the breast has iko na very soft tissues, ukigusa tu hivi utasikia kaa kuna kitu. So siku moja tu mimi nilikuwa tu nagusa kawaida vile nimezoea, na nikasikia niko na uvimbe under the nipple ya my right ya upande wa kulia. Sasa wakati nilisikia kwa kugusa, kwa sababu hiyo kitu iko hapo, haiumi, haitembei, haimove, iko tu hapo. Sasa mi nikafikiria, unajua sasa sometimes matiti ya wanawake inaweza change situation. Sasa nikafikiria si nikae kama kitu 1 week, wiki moja ndio nione kama hii kitu bado itakuwa. Unajipa muda wa kusubiri. Ndio. Wiki moja ikaisha, hiyo kitu iko tu hapo, haiumi, haimove. Sasa nikaamua niende hospitali. Nikajituma tu. Kwenda hospitali ndio nilienda nikafanywa mammogram, sijui nitaitaje kwa Kiswahili. Iko tu sawa. Iko sawa. Mammogram. Niliwalk tu casualty. Nikaenda kwa physician, akanituma mammogram. Kunituma mammogram, ukweli ile kitu ilionekana iko. Ndio. Sasa kutoka hapo akaniambia sasa nitakutuma ukafanywe biopsy. Sasa biopsy wakati nilienda kufanya, yes, nilienda through, lakini kuletea daktari results, aliniambia hii result hakuna kitu inasema. Hii result siwezi rely nayo. Akaniambia sasa ile kitu tutafanya, nitakutuma kwa surgeon minor theater, ndio uende hiyo uvimbe yenyewe itolewe. Tufanye minor surgery, uvimbe yenyewe itolewe, ipelekwe lab. Kwa sababu biopsy haikutoa, aliniambia hakuna hiyo result, haiwezi rely nayo. Sasa daktari sijui ilisema aje, but hiyo ndio kitu daktari aliniambia. Sasa kwenda minor theater, ile kitu yenyewe ikatolewa, hiyo ramp, na ikapelekwa lab. Na ikakaa kitu 2 weeks, nikaendea results. Sasa hiyo ndio niliambiwa iko cancerous. Ilitoka cancerous stage 1A. Yes. Na labda ningependa kujua kutoka kwako, wakati ambapo unagundua kwamba kuna kitu ambacho si kawaida kwenye titi lako, ukasema kwamba ukimbie uangaliwe. Labda ni uhamasishaji ulipata kabla, kwa sababu si kawaida. Ukienda kule mashinani utapata kwamba mtu anasema ni kawaida tu, lakini si kawaida. Labda ilikuchukua muda upi, miezi mingapi ama miaka, ama ilikuwaje, ama wiki ngapi? Mimi nilichukua tu wiki moja. Wiki moja tu. Nikaona hiyo wiki imefuata bado hiyo kitu iko, nikajua nikibie hospitali. Ndio. Na asante sana kwa kauli hiyo. Na hili daktari linanikumbusha kitu kimoja, kwamba the health seeking behavior kati ya wanaume na wanawake ni tofauti sana. Labda ungependa kugusia kipi tukizungumzia the health seeking behavior between men and women?
Kwanza kabisa ningependa kumshukuru vile amesema ilimchukua wiki moja. Ndiyo. Lakini kabla aseme imemchukua wiki moja, kuna ule uhamasisho ambaye alikuwa amepata awali kumwonyesha yeye kuangalia matiti, inaitwa self breast examination, ambaye alikuwa ameelezewa katika hospitali fulani na nurses ya kwamba mwanamke unafaa kuangalia kujijua afya yako ya matiti kwa kuangalia na kwa kushika namna hii, ndipo akaweza kugundua, na alipogundua alichukua tu wiki moja akakimbia kwa hospitali. Na hiyo pia inatuonyesha the health seeking behavior kati ya wanaume na wanawake. In Africa, unajua wanaume wamelelewa na ile ujasiri ya kwamba mwanaume anafaa kukaa ngumu, ufai kuonyesha udhaifu. Sasa mwanaume ukiona amekuja kwa hospitali kweli ameumwa. 90% ya wanaume wanakuja kwa hospitali kwa sababu wanaumia. Lakini yake unasikia anasema haikuwa na uchungu, ni uvimbe tu ameguza akaona hapana, hii si ya kawaida. Kama ni mwanaume angengoja mpaka ianze kuuma. Na hiyo inatuonyesha kati ya uvimbe ambao unajitokeza kwa mwili hasa ambao ni wa kansa, mara mingi haujitokezi kwa kuuma. Ndiyo. Inakuja kama haiumi. Wakati unasikia uvimbe ambayo ni ya kansa imeanza kuuma, tunaongelea kuhusu stage 3, 4 kuelekea mbele. Ndiyo. Na wanawake wamekuwa katika mstari wa mbele sana katika kujitokeza kujua hali yao ya afya kuliko wanaume, hasa tunapoongelea in Kenya and in Africa, which is a purely a patriarchal society. Na shukrani sana kwa kauli hiyo. Nitakuwa nawasikiliza, najua bingwa, na pia ulijitokeza, uliona mambo si kawaida hapa. Nasema maisha yangu muhimu sana na tuendelee vivyo hivyo. Mtazamaji, pia tunakuhimiza unapoona jambo ambalo si la kawaida katika maisha yako, hasa katika mwili wako, kwa sababu hapa tunaangazia afya yako, ni vizuri kukimbia katika kituo cha afya kilicho karibu, na vile vile kusisitiza uchunguzi wa kina ili uweze kupata matibabu bora na si bora matibabu. Na mtazamaji, ndiposa tunahakikisha tunakuhamasisha, tunaleta wataalam na vile vile naleta mabingwa hawa wote angalau kutoa sauti zao na vile vile simulizi zao ili tuweze kuelewa fika safari inakuaje na ni vipi tunafaa kujikubali tunapozungumzia masuala haya ambayo yanatuathiri kila siku. Na ndiposa tunazidi kukushirikisha ukiwa nyanjani, pia tunakushirikisha kupitia kwa wanahabari wetu ambao wamepiga kambi kaunti 47, na hivi sasa naarifiwa Laban Mukhinda yupo tayari kutoka maeneo ya Nyahururu, kaunti ya Laikipia. Laban Mukhinda, Wakenya wanasemaje kuhusiana na mzigo wa saratani humu nchini? Na Onsare, shukran sana, na tukizidi kuhusisha wananchi kuhusiana na mjadala wa siku ya leo hapa katika mji wa Nyahururu, na watu baadhi ya wakazi kutoka eneo hili ambao vile vile ningependa kusikia hisia zao ni zipi kuhusiana na mzigo wa saratani humu nchini. Karibu tu ndani ya TV47. Ukianza kwa majina, tueleze wewe kama mwenyeji kutoka mji huu wa Nyahururu, unaofahamu upi kuhusiana na ugonjwa wa saratani? Jina langu ni William Ng'ang'a Kariuki, ambaye anajulikana Coach Fabish, kutoka town hii ya Nyahururu, Igwamete Ward, county ya Laikipia. Ufahamu wangu katika hali ya ugonjwa wa saratani ni eti saratani wakati inakushika namna hiyo ni ugonjwa ambao unaleta hasara kubwa sana kwetu wananchi ama wagio wa kawaida. Kwa hivyo tungependa wewe ukipatikana na hiyo saratani, first of all, kimbia immediately haraka kwa hospitali utibiwe. Manake hii saratani ikikupata namna hiyo, wewe ni wewe na Mungu wako. Kwa hivyo wewe kama mkazi au mwananchi wa kawaida, ni changamoto gani ambazo wewe ukumbana nazo au wananchi wengi ukumbana nazo wanapotafuta matibabu ya ugonjwa wa saratani? Ile changamoto ambazo sisi wajiko ama wagio tunakupana naye katika hali hii ya saratani ni eti
utakuta kwamba wewe umeenda kwa laboratory, umeandikiwa dawa. Wakati umeandikiwa dawa, utakuta mahospitali yetu sana sana hapa Nyahururu hakuna hizo madawa, na hata madaktari ambao wako katika hii maabara utakuta kwamba hawana ile uwezo ama ufahamu wa kutibu ile ugonjwa wa saratani kabisa. Hawana ile experience kutoka pale, yani medical health. Yeah. Kwa hivyo wito wako ni upi hususan kwa kaunti ya Laikipia, vile kwa serikali kuu kuhusiana na matatizo au ugonjwa wa saratani? Hususan mimi kama Fabish ama mkaaji wa Laikipia ama Wajiko ama Wagio, sisi tunahudhunika sana kutoa wito kwa serikali ya kaunti ya Laikipia inunue madawa ya kutosha na iweke wale wa madaktari ambao wamehitimu sana katika ile taaluma ya udaktari. So utakuta kwamba kule hakuna wale wako wanatunabiwa, utakuta kwamba wale ambao hawana taaluma ile ya kutosha kutibu sisi Wajiko ama Wagio wa Laikipia County. Asante. Nawe bwana, ukikaribia tu hapa, tumemsikia Coach Fabish akisema, akitoa maoni yake. Wewe kama kijana unaofahamu upi kuhusiana na ugonjwa wa saratani, na je, Wakenya wengi huwa wanapata au wanagundua kuwa wana saratani wakati gani? Asante sana Bwana Laban. Jina langu ni Derrickson Kairu, mwanasiasa chipukizi wa Laikipia County. Ninavyojua ugonjwa wa saratani, mtu mmoja kwenye jamii anapopata ugonjwa wa saratani huwa ni kama hukumu la kifo. Lakini sisi tunavyosema ni kwamba si hukumu la kifo, kwa sababu saratani inaweza ponywa, saratani inatiba. Kwa hivyo vile ninavyoelewa ni kwamba saratani ni jambo ambalo linaweza tibiwa, na saratani ni kwamba jambo hilo, ugonjwa huo ukiweza chukuliwa kwa maana unaweza tibiwa. Kwa hivyo saratani inaweza tibiwa. Wakenya wengi huwa wanaufahamu au wanafahamu wanaugua saratani wakati gani? Na je, ni kipi au ni jambo gani ambalo husababisha Wakenya wengi kugundua wakati huo? Tunavyojua ni kwamba saratani iko na levels, na level ya kwanza wa mtu anapopata saratani ni ngumu sana kuielewa hiyo saratani. Level ya pili ndivyo unapata dalili kidogo inakuja, na wakati mwingi unapata mtu ama victim ama anayegonjeka saratani anakuja kupata yale machungu ya saratani inapoenea kabisa. Kwa hivyo lile jambo ambalo linafaa ni kuwa sisi kama wananchi wa Kenya tunapopatwa na janga lile, hata si mimi peke yangu, ila wewe unapopata saratani hiyo unafaa ukimbia hospitali upate vipimo zile ambavyo vitaweza kukusaidia. Kwa kifupi tu, changamoto gani ambazo Wakenya wengi hukumbana nazo wanapotafuta huduma au matibabu ya ugonjwa huu? Changamoto ya kwanza ambao Wakenya wanaopitia, ya kwanza ni gharama. Watu wanapokuwa gharama iko juu kwa sababu vipimo vyake viko hali ya juu. Tunapoangalia vitu kama radiotherapy, chemotherapy, hizo ni vipimo ambavyo vinachukua bei ya juu. Na kwa hivyo kitu ambacho naweza sema ya kwamba gharama, serikali inaposaidia hawa Wakenya wagonjwa tunaweza saidika. Kitu ya pili ni unyanyapaa katika jamii. Unyanyapaa umekuwa jambo ambalo ni sugu katika jamii, ya kwamba mtu anapopata saratani hawezi saidika kwa sababu jamii inamtenga kando, na kwamba itaona ni kama wanakuwa mzigo kwao. Kitu la tatu ni kwamba tumekosa miundombinu. Miundombinu ni vitu kama mtu atatoka, kama kwa mfano tuko hapa Nyahururu, ukienda vitongoji fulani kama Muthengera, Ng'arua, huyo mtu lazima akuje hapa hospitali kuu ya Nyahururu ili aweze kupata. Unapata safari hiyo inakuwa ndefu, na huyo mtu kupata hata nauli inakuwa ni ngumu. Kwa hivyo wito wako ni upi kwa serikali chini ya sekunde 30? Wito wangu katika serikali kuu ya nchi ya Kenya, acha tuanze na serikali ya county. Ya kwanza ni waweze kuleta zile vipimo, for example the chemotherapy machines, wazilete karibu na wananchi, ili tunapopata ugonjwa huo, ya kwamba wananchi ambao wako karibu na mji wa Nyahururu hawatatatizika kwenda miji ya Nakuru, Nairobi, vitu kama hizo. Kitu ya pili ni kwamba kusikuwe na uhaba wa madaktari wa saratani, kwa sababu tumepata madaktari wengi wa
magonjwa mengine, lakini tunapokuwa na madaktari wa saratani inakuwa ni ngumu. Kwa hivyo mimi ningeomba ya kwamba serikali ya kaunti na serikali yani serikali ya ugatuzi na serikali kuu wakaweza kushirikiana ili hizo mashini yakaweza kukuja katika Wanjiku wa Mpate karibu. Asante sana. Na Onsare, kama vile ambavyo umesikia, hayo tu ni maoni ya wakazi kutoka mji wa Nyahururu wakisema kuwa kwa kiwango fulani hamasa kuhusu ugonjwa wa saratani, vile vile mzigo wa kutafuta matibabu ya saratani walemea Wakenya wengi. Hivyo wanatoa wito kwa serikali kuu, vile vile serikali za kaunti kuweza kushirikiana ili kuhakikisha kuwa saratani inakabiliwa ipasavyo humu nchini. Kutoka kwangu mie Laban Muhinda nikiwa hapa mjini Nyahururu, huko ni kaunti ya Laikipia, sina la kuongezelea kuregesha usukani kwako Onsare. Na shukran sana Laban Muhinda kwa taarifa hiyo na vile vile kuzungumza na baadhi ya wakazi kutoka eneo la Nyahururu, kaunti ya Laikipia, wakitoa hisia zao kuhusiana na ugonjwa huu sugu wa saratani. Nikutoe tena katika eneo hilo ni kupeleke Taita Taveta. Mwandishi wetu Julius Mariki yuko tayari. Julius Mariki, wakazi wanasemaje kuhusiana na mzigo wa saratani? Na shukrani sana Josh Onsare kutoka studioni. Leo hii kwenye mjadala wetu kuhusu mzigo wa saratani, nimebahatika kupata baadhi ya wale ambao ni watu waliopitia ugonjwa huu ama waliopatikana na ugonjwa huu na sasa wamepata kupona. Watueleze, je, safari yao imekuwaje na mzigo huu ni mzigo wa aina gani, wakijadili kwamba ipo haja ya serikali kutoa hamasa zaidi katika swala zima la ugonjwa huu wa saratani. Kwa majina naitwa Victor Chimera, mimi mkazi wa Taita Taveta. Na mimi niligundulika na saratani mwaka 2022 na nikafuata taratibu zote kwa sababu nilijua mapema. Na nimeugua kwa mwaka mmoja, so sasa niko cancer free for 2 years now, na namshukuru Mungu kwa hilo. Ilikuwa saratani gani? Yangu ilikuwa ni plasmablastic lymphoma, ambayo madaktari sana wanasema kwa watu 100,000 huwa inapatikana na mtu mmoja peke yake. So yangu kidogo is not common, lakini namshukuru Mungu kwa sababu nilipona na sasa ni miaka 2. Jambo lingine ni kwamba uhamasisho haujafanywa vizuri kuhusu saratani kwa sababu wengi hawatambui ugonjwa huu kwanza umetokea wapi, unasababishwa na nini. Angalau tungekuwa tunajua, tungeweza kuavoid vitu zingine, lakini kwa sababu hatujui saratani hasa inatokea wapi, ndipo saa inatuumiza sana. Na changamoto ziko nyingi kwa sababu ya kwanza ni kifedha. Tangu gundulike ya kwamba hii ni saratani tayari umespendi pesa nyingi, na saa zingine pia SHA huwa ikavi sehemu zote. SHA mara nyingi na kungoja hapo kwa matibabu kulipie kiasi. Kwa mfano mimi nilikuwa nalipiwa na NHIF imenilipia, na pia ilikuwa hailipi pesa yote, ilikuwa inalipa kiwango fulani alafu ingine unajalizia. Na changamoto ingine ni kwamba kwanza kwa wanaume, nitaongea kuhusu wanaume mara nyingi hukuanga wajeuri sana kufika hospitalini, lakini mimi nilikuwa naomba unaposikia uchungu sehemu fulani ambayo unajua hiyo uchungu sio kawaida, usingangane na painkillers kwa sababu hazitakusaidia. Saratani inakuja kwa njia hiyo, na saa zingine pia utapata mali kwingine kumefura kidogo, hakuna uchungu, lakini ni vyema ufike hospitalini upate daktari umweleze, ili kama ni saratani ijulikane mapema na upate matibabu kwa mapema. Kitu kingine ni kwamba wagonjwa wa saratani mara nyingi huwa wanaachwa kwa sababu kwanza yule mwenye huwa anatumia chemotherapy ama radiotherapy mara nyingi kuanga na masharti mengi, nao wanadamu huwa tayari washachoka na maisha yao. So ukiwaletea masharti ya kwamba hiyo chakula umepika siipendi, nasikiaje, ndio sete anajifanya, lakini huo ndio kweli wa mambo ya kwamba hamu ya chakula huwa inaisha. So inabidi kama jamii tuwaelewe na tuvumiliane nao. Na pia changamoto nyingine, sisi watu wa Taita Taveta kwamba tuko na cancer center hapa, lakini bado haina vifaa. So inatugharimu sana kwenda mpaka Mombasa. Tena mgonjwa wa saratani naye hafai kukaa mbali na familia yake kwa sababu ndio wanamuelewa zaidi. Ukikaa kule labda ni ugenini, labda useme ni kwa relative
relative naye hatavumiliana kwa sababu yeye mwenyewe tayari ana shughuli zake za kimaisha. So ukisema akae kwa nyumba aanze kukunasi mpaka umalizie matibabu, itakuwa ni gharama sana, na pia watakuchoka na mwisho wa siku utafungiwa kwa nyumba na utakufia tu kwa nyumba ukiwa bado hujapata matibabu. So nilikuwa naomba serikali yetu ya Taita Taveta, tafadhali sana, hata kama ni kwa ufadhili, mtafute ufadhili ili hili jengo letu lipate vifaa na tuwe wagonjwa wa saratani wenye wako hawajiwezi wapate matibabu tu hapa kuliko waende Mombasa ama Nairobi. Wito wangu kwa serikali ni kwamba watoe hamasisho sana kwa huu ugonjwa wa saratani, kwa sababu japo hatujui umetokea wapi, lakini pia sisi tunaomba tupewe matunzo kama vile watu wa ukimwi wanapewa ufadhili wa chakula kila mwezi, wanaenda wanafanywa counseling ni na nini. Pia wagonjwa wa saratani hivyo hivyo ndo wajisikie pia wao wanapendwa na serikali. Ningependa serikali iangalie hawa wagonjwa wa saratani sana, kwa sababu changamoto wanazopitia ni nyingi, haswa za kifedha na kutengwa. Process ya kitambo biopsy itoke ujulikane uko na saratani, vipimo nini na nini, huwa ni very much expensive, na SHA huwa haisimamizo kila kitu. SHA inasimamia tu matibabu kadhaa na vipimo kadhaa, lakini zile zingine ambazo ziko bei ya juu mtu analipa mwenyewe. So ningeomba tu serikali ionekanie hawa wagonjwa, na pia wale watu wako nje, msitenge watu wa saratani. Tunahitajiana katika maisha yetu, tunahitajiana katika hii safari, wanatuhitaji sana. Emotional support wanahitaji, ukaribu na upendo wa familia pia wanauhitaji. Watu wakisikia hizi screening ziko kama sahii, kuna free screening ya cervical cancer hapa Moi, watu wajitokeze wakuje. Ikijulikana mapema saratani wa inapona. Mimi pia nilikuwa na saratani 16 years ago. Yangu ilijulikana mapema na nikapona. Mimi ni warrior, mimi ni survivor, mimi ni champion wa saratani. Nilibeat saratani. Watu wangu walinishika mkono, familia ilikuwa karibu na mimi, madaktari pia waliungana na mimi. Nilianzia hapa Moi na nikamalizia Makadara. Lakini hakuna hata siku moja watu walinitenga. Mimi watu wangu wote walikuwa na karibu kuanzia daktari mpaka mwisho. Hapa Moi ndo nilianza matibabu yangu. Miaka hizo za nyuma nilikuwa hata bado kwamba cancer center iko wala nini, na ilinipata nikiwa mdogo sana. Lakini kwa sasa ninashukuru Mungu kwa wale watu waliowaleta karibu yangu mpaka nikafika mahali hapa nipo mboneza, nikasimama nikasema kwamba saratani inapona. Bora tu mtu afate maelekezo ya daktari, ashikilie Mungu na kupona, mtu anapona. Na ni baadhi tu ya yale ambao umeweza kunieleza, wakitoa wito pia vile kwa jamii kuhakikisha kwamba kila wakati wanapasa kukaguliwa na serikali kutia bidii katika kuwatunza hawa ambao wamepata ugonjwa wa saratani, wakisema kwamba ugonjwa huu wa saratani umekuwa tisho sababu bado haujatambulika chanzo chake. Nini kinaanzisha magonjwa kama haya? Naregesha usukani kwako Joash studioni kuendelea na mjadala huu. Mie ni Julius Mariki, kaunti ya Taita Taveta. Naam, shukrani sana Julius Mariki kwa kuzungumza na waliopona saratani, na vilevile wanaendelea na hamasa katika jamii kuhakikisha ugonjwa huu wa saratani unakabiliwa mapema na vilevile kupata matibabu na mtu anaendelea na maisha yake kama kawaida. Na mtazamaji, ndo mjadala ambao tunauendesha hapa studioni, na vilevile kukushirikisha ukiwa kule nyumbani. Tuzungumza nasi kupitia nambari ambazo ziko kwenye kiwambo chako, na vilevile tuzungumza nasi kupitia ujumbe na vilevile comments zako kupitia mitandao yetu ya kijamii kwenye Facebook at TV47 Digital, akaunti yetu ya X at TV47 Digital, na vilevile tuko live kupitia akaunti yetu ya YouTube TV47 Kenya. Tupate hisia zako na vilevile kuweza kuzungumza nawe, na naarifiwa kwamba nambari za simu ziko kwenye kiwambo chako. Pia tutakuwa tunakushirikisha tunapozungumzia mjadala huu wa siku ya leo. Rose Adero, ulikuwa umetupa historia namna maisha yamekuwa. Labda hivi sasa tunapozungumzia ugonjwa wa saratani, mzigo mzito kweli, kifedha unagharimu, na vilevile katika jamii pia kuna masuala ya unyanyapaa na mambo mengi ambayo yanajitokeza unapokuwa na ugonjwa wa saratani. Labda safari yako ya matibabu imekuwaje tangu mwaka huo, mwaka 2015 2016 hadi sasa?
Upande wangu mimi matibabu hayakuwa rahisi venye nilikuwa nimewaambia before. Tulipatikana wawili wote wagonjwa. Kwa hivyo ilibidi nimesimamisha matibabu, alafu venye mzee alifariki ndio sasa baadaye nikaja nikakutana na cancer survivors. Kwa sababu sikuwa ninajua kuna cancer survivor. Nilikuwa tu ninapewa nguvu na daktari wangu wenye walikuwa wananitibu. Sikuwa nimemeet mtu mwenye ameishi maybe kwa more than 5 years. Kwa sababu hata nakumbuka wakati nikienda kufanyia operation, kuna mtu aliniambia kubali tu, kwa sababu nilikuwa nimekataa. Akaniambia kubali tu uende ufanyiwe, maybe utaishi hata 5 years, at least usogeze watoto wako kidogo. Lakini wakati venye mzee wangu alipasi niliingia depression. Hata nikajaribu commit suicide mara 2. Lakini Mungu nipo. So haikuwa rahisi sana mpaka ule wakati nilianza kutembea na wenzangu, nikajua, nikasikia stori za wengine. Na uliwapata wapi hasa? Kwa sababu mtu anauliza uliwapataje hao wenzako? Sasa hicho kipindi wakati nilikuwa nimeingia katika hiyo depression, nilikuwa ninajaribu commit suicide, na kuna my neighbor alikuwa anapenda sana kunipitia, kwa sababu nilikuwa nimeanza kujifungia kwa nyumba, sitaki kuongea na watu, nikisikia mambo yenye wanaongea pia yalikuwa yananiumiza. Siku hiyo nilikuwa nimepanga nijimalize mimi na mtoto wangu mdogo, kwa sababu mdogo niliachwa naye kama yuko 3 years. Wawili wakubwa walikuwa college, mwingine alikuwa form 2. Na siku hiyo bahati nzuri Mungu alimtuma my neighbor, akaja akanoka na nikanyamaza kabisa. But nikaambia mtoto wangu, wacha tufunge vizuri ndio tukunywe juice, kwa sababu nilikuwa nimeshaikoroga tayari kwenye juice, ninywe na mtoto anywe, alafu watoto wangu wengine wakija wapate tayari tumeshaenda. So huyo my neighbor kumbe hakuenda. Nikienda nifunge mlango vizuri, kitu ikaniambia hebu fungua curtain kidogo uangalie. Kufungua tulikutana macho hivi, hana kwa hana. Sasa akaniambia, Mama Brian, fungua mlango, unafanya nini? Sasa nikashtuka, kukimbia na hizi juice kumwaga kwa choo, mtoto analia, kwa nini umemwaga? Sasa akaona kuna kitu nataka kufanya. Akaniambia kuna MP wetu anasaidiana, kwa sababu hata huo wakati sikuwa ninaweza hata kwenda hospitali kwa sababu nilikuwa nimeishiwa kabisa. Anasaidia watu kwenda treatment. Sasa nikasema anaweza nisaidia. So nikaenda, sikupata usaidizi. Ulikuwa mashinani ama Nairobi? Nilikuwa Nairobi hapa. Sikupata usaidizi, lakini walinipatia namba ya survivor. Sasa huyo survivor akaniongelesha, akaniambia hata kesho tutakuwa wakati huo tulikuwa tuko na hizi events hapo KICC. Akaniambia kuja kesho. Nikamwambia mimi siwezi kuja, sina hata shilingi. Kwa kweli sikukuwa nayo. Alinitumia 150. Hiyo pesa yake shilingi 150 ilibadilisha maisha yangu. Kwa sababu niliweza kwenda siku ifuatayo, nikakutana na survivor wengi na nikasikia stories, nikapata wengine hata hawana matiti yote. Sasa nikaanza kujiuliza, na mimi hata kama nilitolewa viungo vya mwili, lakini si bado mimi niko sawa. Sasa hapo ndio akili yangu ikaanza tofauti wa maisha. Sasa tukaanza kutembea nao pamoja, nikaanza kuona wanashare stories zao. Kumbe hii kitu sio ya aibu, kumbe hata mimi naweza kuongea, naweza kusimama. Sasa hivyo nikaanza kuongea, na sana nilikuwa na concentrate sana kwa mama wenye wako na cervical cancer, kwa sababu nilikuwa naona symptoms za cervical cancer, mtu akianza kutokewa na ule unyevu, hauna harufu nzuri. So unapata watu wao wanawa separate, wanawakimbia wanaume. So ikanipa nguvu kufungua kikundi, nilikuwa nimekiita Jidhamini Dada, kwa sababu nilikuwa nakusanya wanawake pamoja, tunaongea, ninaambia sio mwisho wa maisha. Hata kuna fulani tunaweza kwenda kuongeleshe, na kupitia hiyo nikaona tumekuwa wanawake wengi sana, na ndio nikaanza tena kukutana na wanaume na wenye wako na saratani tofauti. Sasa nikakuwa na akili ya kubadilisha hichi kikundi from Jidhamini Dada to Jidhamini Shujaa. So Jidhamini Shujaa ni group kubwa sana. Tuko na watu wengi na huwa tuna meet mara 2 kwa mwezi. Tuna meet Mama Lucy Hospital, walitupatia nafasi hapo, wakatukubali kwa support group na mambo ya palliative care. And then another thing niliona pia
kutembea kwa manyumba ni mzuri. Kuna wale wanaogopa kujitokeza. Nikakaa chini nikajiuliza nitafanya nini nipate hii nafasi ya kufikia watu wengi waende wafanyiwe screening, kwa sababu ikipatikana mapema matibabu pia ni mepesi, pia ile nafasi ya kuishi ni kubwa. So nilienda nikaongea na chifu wangu, nikamwambia nataka niwe daktari wa mitaa, community health promoter. Kwa kweli alinisikiza kupitia venye alikuwa anaona kazi yenye ninafanya kwa community, na akaniunganisha na wakubwa wa hospitali yenye iko karibu na mimi. Ni CHP. Yes, sasa mimi ni CHP na imenisaidia sana, kwa sababu nikienda kwa nyumba, kwa sababu ni 100 households, but namshukuru Mungu kwa kuwa wakubwa wangu wamenielewa. Ninawaambia mimi ni cancer advocate for now. So mnipatie nafasi, mimi natembea karibu, ninatoka Embakasi West. So mimi naingia katika kila nyumba, na nikiambia mtu kama nimevaa nguo zangu mimi ni CHP, pia mimi ni cancer survivor, unaona mtu ana we vipi na uko very healthy, naambia yes. Sasa naanza kuwapatia story, wengine wanasema ni uongo, so huwa niko na copy ya biopsy kwa simu yangu, naonyesha ndio hii Sasa kupitia hiyo naona nimepata wagonjwa wengi sana, na pia tunaungana na CHP wa Embakasi West, wananisaidia. Wakipata ni yale maybe mtu hawezi muongelesha, waniambia Rose kuja tuongeleshe huyu. Na pia hospitali ya Mama Lucy Kibaki imetushikilia, kwa sababu huwa tunaongea nao, tunaweka hapo hata kama ni ka event, kunakuwa na free screening, tunaongelesha watu, CHP wana mobilize watu. So tumepata ile nafasi nzuri sana ya kuongelesha watu na wanajitokeza. Shukran sana Rosa Adero kwa ujasiri huo. Nije kwako Bwana Luta, tunapozungumzia saratani, najua nimemuuliza masuala ya makundi ama vikundi mbalimbali. Labda wewe kama mwanaume, kwa sababu tumeambiwa na ule mtazamaji kutoka kule Taita Taveta, wanaume sisi ni wajeuri sana. Labda huko kwenye kundi lolote la kuleta wanaume pamoja ambao wanaendelea na matibabu ya saratani? Ni kweli. Ndio. Sitasema wanaume sisi ni wajeuri. Tumeitwa wajeuri kutafuta huduma. Na ujasiri, sio ujeuri. But ni ukweli, makundi yanasaidia. Naam. Wakina mama najua wako on the front line. Naam. Mambo ya kundi, kama ni vyama nini. Wanaume sisi sio sana. Ndio. Lakini vikundi ni vya muhimu. Ndio. Nitasema ni vya muhimu kwa nini? Kwa sababu kwa sasa hivi mimi niko katika kundi moja ambalo linajulikana kama Henzo. Henzo Kenya. Henzo Kenya actually imenisaidia sana kuambatana na my journey with this cancer that I've had. Henzo ikishirikiana na kundi moja inaitwa Max Foundation, ambao ni nchi ya nje, iko nchi ya nje. Na nitamrudia tena daktari na maswali yako mengi sana. Manake ali mention ya kwamba kansa nyingi, madawa ama utafiti ama suluhisho nyingi inatoka ng'ambo. Sisi kama Wakenya, je, ni nini ambacho tunafanya kuweza kukabiliana na hili janga la kansa? Ndio. Nashukuru inaitwa nini, Ministry of Health, they have played their part and they are trying as much as they can, but there is much that they can do. Vile vikundi ambavyo tunahisi vinatusaidia sana. Ndio, serikali pia inatusaidia kupitia katika Ministry ya Health. Ndio. Kuna mtazamaji ama ni nani nimesikia akizungumza pale Nyandarua, ilikuwa Nyandarua ama Nyahururu? Nyahururu. Akaongea juu ya ugumu wa wale ambao wana saratani. Ndio. Either kupata matibabu, accessibility to healthcare in terms of cancer ile ambayo uko nayo. Nitakupa mfano mmoja
Joash, katika kikundi chetu cha Henzo, ninavyozungumza saa hizi, kuna mmoja wetu pale ambaye saa hizi anapiga safari kutoka Kitui, atembee mguu, ameandika barua, amemwandikia rais wetu Eric Mwinzi akuje mpaka State House amletee hiyo barua. Like, do we really have to get there? Yeah? Manake si lazima mtu avunjike mguu ndio upate matibabu. What am I trying to say? Henzo Kenya ni kikundi ambacho kimeleta pamoja survivors na patients wa cancer. They meet every single Saturday at Nairobi Hospital. Ndio. Okay? Nairobi Hospital imetupatia ule muda na madaktari. And let me just mention this before I forget. I really need to give a big up to the doctors ambao wamejitolea. If you'd allow me just to mention Professor Abinya. Professor Abinya, under Professor Abinya and the rest. Ndio. I mean, they are doing a wonderful job. Wanajitolea na wanafanya bure. Josh, if I would tell you, manake sijakwambia vile kansa yangu iligundulika. Ndiyo. I'll come to that later. But let me just fast track and mention to you. Mimi madawa zangu zile ambazo natumia za chemo kwa kila mwezi. Ndio. It's slightly less than 1 million shillings. True story. It's between 600 and 800,000 thereabout. Drugs that I use every month. Wanasikia vizuri? Naam. But because of Henzo and Max Foundation, we have been able to get those drugs. They give them to us bila malipo. Naam. Na si rahisi. Bila malipo. Naam. So ndio maana nilikuwa nagusia nikiambia daktari, as much as we may want to say zile dawa ambazo zinatoka nje kama zimefanyiwa utafiti, ndio, kulingana na watu wa huko, either black Americans ama Americans, but still zinatusaidia hata kama sisi ni weusi. Ndio. Because then what do we have? Kama hatungetumia hizo dawa hapa Kenya tungekuwa na nini? Tungetaabika. Because what are we doing as a nation? It's always about this is what we are doing. We have these inquiries, we have this research that we are doing. But itakusaidia vipi ama itasaidia vipi huyo muuguzi, the patient? Ndio. Itakusaidia vipi? Naam. Kwa hivyo Henzo Africa, mimi Henzo Kenya imenisaidia sana. Tukiwa under na chairman wetu Mapelu, we are doing, it's a great thing. Kati yetu sisi, people come from different places, from different regions, all the 47 counties. Ndio. Kila Jumamosi. Although kila, kwa manake kuna saratani tofauti tofauti. Bila shaka. Alafu kila Jumamosi, manake kama clinics ambazo tunaenda is after every 3 months. After every 3 months. Ndio. But utapata kuna mtu ametoka Moyale, kuna mtu ako Wajir, kuna mtu ako Kisumu, kuna mtu ametoka Mombasa. They don't even have that bus fare, leave alone going for their CT scans and hizo vitu zote ambazo wanafaa wafanye every other time, just to make sure they're checking how, the progress of your, na unaendeleaje. Vile Bila shaka. Vile unaendelea. Nitakuwa narejea kwako utupe namna uligunduliwa na kwenda mbele ungependekeza vipi. Nitakuwa nakuuliza hilo. Nije kwako dada yetu Terry Miano. Hivi sasa tunapozungumza, wamezungumzia makundi mbalimbali. Najua kuna makundi mengine ambayo pia yako na kuna tetesi pia wanasema kwamba kuna makundi yamebuniwa kuhadaa na vile vile kuwapora watu wa Kenya. Labda sijui mtazamo wako ni upi na wito wako ni upi kwa wale ambao wamepona saratani na wale ambao wako na ugonjwa wa saratani katika haya masuala tunapozungumzia makundi. Ni kasumba potovu ama ni uongo ama inakuwaje? Hapo makundi zinasaidia. Ndio. Zenye nimepatana nazo ukweli wanasaidia. Mpaka wa saa hii sijasikia kikundi ya kansa yenye iko na shida. Ndio. Yenye inadanganya watu. Ndio. Sijasikia kwa sababu kila kikundi tukienda tunaongelelea mambo ya sensitization ama kujulisha watu. Ndio. Yenye in our health system is tracking haiko
kabisa. Sensitization haiko na ndio unaona watu wanagojeka alafu wanaenda hospitali kama hata hawajui ni wagonjwa. Nimekwambia hapo mbeleni kama singekuwa nimeenda nikaonyeshwa kujiangalia, maybe hiyo kitu ningeisikia na nisijue ni nini. Bila shaka. Hakuna mahali utawalk in na facilities. Ni ngumu sana upate wanafanya sensitization. Na ni ngumu sana pia health facilities wafanya hiyo in the whole world ama in a country yote bila kututumia sisi. Ndio. Sasa sisi mara mingi huwa tunajituma. Hata kwingine unaenda watu wanakunyima nafasi na si rahisi kupata platform. Yeah, so hiyo sasa kama hapo sensitization inakosa on the ground. Tuseme inachangia hiyo mtu kuja hospitali ka saratani imeenda sana. Kitu ingine inachangia ni kukosa screening, free screening. Hapa mbeleni kuna mtu ametanja pale wakati our president, may he rest in peace, Mwai Kibaki, wakati wa ukimwi. You know what happened? Kila kijiji ilikuwa na mahali pa kupima HIV. Every town, hata kama ni tent. Na aliweza kupambana na HIV. Bila shaka. Daktari yako hapa, aniambia ni wapi uta walk in our facilities useme unafanya free screening ipatikane. Especially ya cancer. Hakuna. So how are we preparing for curative, even buying big machine and expensive machines without dealing with the ground? Lazima tuanzie na ground, tufanye enough sensitization and awareness. Ndio hata mtu akisikia kitu, kwanza kansa ikue ni kitu tu watu hawataogopa. Unaona? Kwa sababu to date ukiambia mtu ako na kansa anaona kifo. Kwa nini? Kwa sababu haijafika on the ground. Sensitization haiko. Hiyo tunaambia watu waende screening. Tunawaambia waende wapi kusema ukweli. Hakuna, unless wale watu wako na private Medicare au wako na nafasi na daktari knows that. Wao wako na nafasi ya kuingia kwa hospitali na kusema nataka screening. But wale watu wanatumia maybe tuseme ni chama any other insurance ama wewe tu mwenyewe, it is also very expensive mtu kuingia kwa hospitali kusema afanywe screening. Kama uwezi afford private insurance, ni gumu sana huyo mtu aingie kwa hospitali na aweze kupata free screening akilipa. Na cha haisimami kitu kama hiyo. So what is the government doing about sensitization? Is your screening ni enough? Haijafikisha hata mahali tunataka. Iko mbali sana. Naam, shukran sana kwa kauli hiyo. Daktari, ni kushirikishe kwa hili. Tumemsikiliza Bwana Luta, tukamsikiliza bingwa hapa. Mama yetu hapa amezungumzia kuhusiana na namna matibabu yake yamekuwa. Tumemsikiliza pia Terry na anaelewa fika katika vituo mbalimbali ambavyo vimetajwa. Unafanya katika Texas Cancer na Medilife na hospitali zingine katika huduma zako. Amesema Mama Lucy wamewatengea sehemu. Nairobi Hospital wametengewa sehemu. Na ndo masuala ambayo tunayazungumzia pale Texas. Mnafanyaje pia kuwashirikisha watu katika makundi haya? So katika Texas Cancer Center tuko na pia kikundi cha survivors ambao wanajiita Uwezo Cancer Support Group. Au Uwezo Cancer Support Group wanasaidia sana, especially tukiangalia mambo ya advocacy venye amesema, tukiangalia mambo ya awareness, kujulisha watu wengine, na pia kufanya mambo ya outreach, community outreach. Tuko na Uwezo Cancer Support Group. Na venye Luta ameongelea pia tumeweza kushirikiana na Henso Kenya by the way kwa hiyo mambo ya saratani, na pia kuna kikundi kingine kinajiita Nipe Sauti Africa Foundation, pia tumeweza kushirikiana nao. Na kwa hakika venye pia Luta amesema, kwa kulingana na hii ugonjwa ambaye alipatikana nayo, GIST ni aina ya ugonjwa inaitwa gastric intestinal stromal tumor. Hii ni tumor ambayo inaweza kushika ama inasababisha uvimbe katika sehemu ya tumbo. Na inaweza kupasuka na iweze kuvuja damu mingi sana. Na kuna venye amesema mambo ya research, kuna hiyo program ambayo ina daktari ambaye Profesa Abinya ambayo ni mwenzangu na mfahamu sana. Hii program inaitwa GPAP. GPAP ni ile inaitwa Glivec International Patient Assistance Program. Glivec ni ile dawa imatinib ambayo wanaweza kutumia
imetengenezwa na kampuni inaitwa Novartis. Novartis Pharma. Hiyo dawa kwa hakika ukiangalia katika bei yake ni hiyo over 500,000 per dose ya mwezi mzima. Lakini GPAP ni program ambayo imeweza kusaidia patients wetu wa Kenya kwamba unapo enroll patient katika hiyo program wanaweza kupata hii dawa bila ndururu hata moja. Ndiyo. Na hiyo program iko katika Nairobi Hospital, na sisi kama Texas Cancer Center tukiweza kupata hawa wagonjwa hatuwakatalii tuwapatie hii dawa kwa kuwauzia, huo tunawatuma katika hiyo GPAP program kwa sababu kuna hiyo networking among the cancer centers, ambao ukipata mgonjwa ambaye ako na ugonjwa hii sana sana GIST, pia kuna wagonjwa ambao wako na ile tunaita CML, chronic myeloid leukemia. Tuna direct hawa wagonjwa kwa Profesa Abinya kwa hii GPAP program, wanaweza kupata hii dawa bila kulipa hata ndururu. Bila shaka. Shukran sana. Mtazamaji, ndo hisia na vilevile maoni na vilevile utaalam ambao unaupata kutoka kwa kipindi hiki ili kukuhamasisha na vilevile kukuweka sawa kuhusiana na masuala haya, kwa sababu yanakuhusu kwa njia moja au nyingine. Naarifiwa Dismas yuko kwenye line. Dismas, habari za sasa? Unatupigia simu, naarifiwa unatoka katika maeneo ya Nyamira. Hali iko vipi na labda mchango wako ni upi kwenye kipindi? Dismas? Dismas, iwapo unatupata, uko hewani, habari za sasa na labda mchango wako ni upi? Ni kana kwamba tumempoteza kwenye line. Mtazamaji, ningependa tusikilize hisia za Eric Mwinzi. Ni mmoja wa Wakenya ambaye ametoka anafanya safari kutoka maeneo ya Ukambani hadi katika jiji la Nairobi kuhamasisha jamii na vilevile kuishinikiza serikali. Amemwandikia Rais William Ruto barua ya kumtaka atangaze janga hili ama saratani kama janga la kitaifa. Hebu tumsikilize. Kitu kilichonifanya nianze kuwalk from Kitui to CBD Nairobi. Namuomba Rais adeclare ugonjwa wa kansa kama janga na kuangamiza wananchi wetu. That is 170 kilometers walk. Pole pole tu. This is day 3. I'm here in Machakos na bado naendelea na safari. Reason kubwa ya kufanya hii walk ni kusympathize na wananchi wenye wame lose familia zao, mama, baba, watoto, sababu ya matibabu iko juu sana ya ugonjwa wa kansa, na in the village watu wanakufa huko wengi sana. Tafadhali Mr. President, so tunakuomba udeclare cancer as a national disaster, you at least wananchi wote katika 47 counties waweze kupata matibabu kwa urahisi. Watu wahimizwe, waelimishwe kuhusu ugonjwa kama ya kansa. Bila shaka ni ujumbe mzito kutoka kwa Eric Mwinzi kutoka Kitui, yuko kwenye safari ya kufika katika ikulu ya Nairobi. Mheshimiwa Rais, ujumbe huo ni wako, na hivi sasa ni wakati pia wa kuweza kuangazia swala hili la saratani kama janga la kitaifa. Ndio ujumbe huo. Tusikilize familia moja kutoka kaunti ya Mombasa wanapozungumzia mzigo wa saratani. Hebu tusikilize. Tumejaribu sana tulipokuwa huko India, tukijaribu kutafuta msaada huku Kenya, na ni kweli tukashauriwa ya kwamba tunaweza kwenda kwa SHA. Tulipofika kwa SHA tulipata ya kwamba kuna pingamizi nyingi ambazo hatukuweza kuzivuka ili ya kwamba tukaweze kupata huo usaidizi, kwa sababu tulitumwa kwa Ministry of Education, Ministry of Health, na tulipofika huko tukapata ya kwamba tunastahili kuchukua form, sijui tuzipeleke wapi. Tukachanganyikiwa katikati kwa sababu it is a very long process.
na kule hospitalini walikuwa wametoa bill ya 6 million, na SHA walikuwa wanasema kwamba watatupatia kati ya 500,000 na 800,000, lakini imekuwa kuna pingamizi nyingi kufikia mahali ambapo tunaweza kupata huo usaidizi. Na pia nilipoeleza Daktari Indi ya kwamba tunakimbia kupata usaidizi wa SHA, alinivunja moyo akaniambia ya kwamba pale India katika hiyo hospitali tuliyokuwa kwamba hawangeweza kuchukua SHA kwa sababu SHA walisema ya kwamba wamekuwa na deni tangu wakati wa NHIF, ambapo hiyo deni hawawezi kuongezea up to mahali ambapo imefika. Na mtazamaji, ndo mzigo wa saratani ambao tunauangazia, na kabla hata nianze kuchukua simu zako mtazamaji, tumsikiliza alichokisema waziri wa masuala ya afya ama wizara ya afya Aden Duale kuhusiana na mzigo wa saratani. Tukiwa na wafanyakazi wa kutosha, tukiwa na madawa ya kutosha, hiyo ndio inaitwa hospitali. Hospitali bila equipment is in my opinion just like a hotel. And that's why we have agreed with the governor of Mombasa, governor of Garissa, and governor of Nakuru that a critical component of this machine is how we can protect that investment. These machines are very expensive, and we want to thank IEA for donating one. And how do we make sure these machines work for the cancer patients uninterrupted? So we have done division of labor. As a ministry, as a national government, we have coordinated that and agreed that we are going to pay for the service level agreement so that the companies that brought these machines will service these machines 24/7 so that there's no patient who will wait in the queue because the machine is down. The Social Health Authority has enhanced the oncology benefit package now from the 550 to 800,000 per patient or per household. Tumekubaliana na wizara ni tuko na ardhi hapa katika eneo letu la Coast General. Tunataka tujenge ward maalum ambao kwamba itakuwa ni ward ya saratani. Wengi wagonjwa wakija hapa ni watu ambao kwamba ni maskini. Hasa ile ambao kwamba SHA itaweza kusimamia, waweze kusimamia ya kwa wameweza kulazwa katika hospitali hapa, na tutairegister hii center hii iwe ni registration yake kando na ile ambayo kwamba ni registration ya hospitali kuu ili. Na mtazamaji, amekuwa waziri Aden Duale na vile gavana wa kaunti ya Mombasa Ahmed Nasri akizungumzia masuala hayo ya afya kuhusiana na namna serikali pia inajizatiti kuhakikisha wagonjwa wanapata matibabu kwa bei nafuu. Na mtazamaji, ndo mazungumzo ambayo tunaendeleza. Tumemsikiliza Eric Mwenzi ambaye anaendeleza matembezi ya kuhamasisha jamii na vile kuhakikisha Rais William Ruto anatangaza ugonjwa wa saratani kama janga la kitaifa. Tukasikiliza ile familia kutoka Mombasa hadi yule mama kalia kweli kuhusiana na mzigo uliopo wakati ambapo familia inajizatiti kutibu ugonjwa wa saratani, na tunawashirikisha wote ili kuhakikisha tunayazungumzia kwa kina zaidi. Mtazamaji, tunapoendelea na mazungumzo haya hivi sasa, tunapoendelea na arifiwa, Dismas yuko kwenye line. Dismas, habari za sasa, na labda mchango wako ni upi kwenye kipindi? Dismas? Niko kwa mabingwa. Na ningependa uzungumze kwa sauti ili tuweze kukusikiliza. Mabingwa, mimi ni Dismas Majora Omenyo. Ndio Dismas. Na kutoka Nyamira County. Naam. Mimi kwa kilio changu ndio napenda hao watu wa saratani wapewe madawa free and fair, na kipimo chenye wanaenda kwa hospitali free and fair. Naam. Na naona hiyo daktari mwenye ako hapo, nataka aimishe watu Kenya mzima ndio na yeye atangaze kwa msimamo.
Na watu wanalia, magonjwa wanalia, hata wenye wako na magonjwa ya ukimwi wanastahili, wote wanastahili kupewa madawa free. Hiyo ndio kilio changu. Naam, shukrani sana Dismas kutoka Nyamira. Na madawa wanastahili kupewa free. Hao watu wanateseka vibaya sana. Naam, asante sana kwa himizo hilo kwa wahusika na vilevile washikadau na pia kwa serikali kuweza kuwasaidia wagonjwa wa ugonjwa wa saratani. Shukrani sana. Nashukuru Mapingo. Na bila shaka mtazamaji, huyu ni mtazamaji wetu kutoka kaunti ya Nyamira akitoa hisia zake na vilevile kutoa himizo na kila ambacho angependekeza kwa taifa na vilevile kwa serikali ili kuhakikisha wale wagonjwa ambao wanapitia changamoto wanapoendelea na matibabu yao wanapata matibabu, dawa kwa wakati na vilevile kwa njia ambayo inafaa. Na ndio mazungumzo ambayo tunaendelea nayo hapa studioni, na ningependa kusikiliza hisia zako pia. Zungumza nasi, tutumie ujumbe mfupi. Tutakuwa tunasema mengi zaidi kadri muda unavyozidi kusonga, na ni mjadala ambao pia tunauendeleza katika mitandao yetu ya kijamii kwenye Facebook TV47 Digital, akaunti yetu ya X TV47 Digital. Ingia pale tuchangie, tuzungumze. Ingia kwenye Facebook yote kwa pamoja ili tuweze kuwa na sauti moja na vilevile kuhakikisha tunazungumzia masuala haya peupe, kwa sababu kuna unyanyapaa katika jamii, si kwamba umeisha lakini upo, na tukizungumzia masuala haya peupe namna ambavyo wageni wetu wamefika studioni kuyazungumzia, basi sisi sote tunavuta pamoja na mwisho wa siku tunapiga vita ugonjwa wa saratani. Nije kwako Rose Adero, tunapozungumzia uhamasishaji, ni swala ambalo umeligusia namna ambavyo mnafanya wewe kama mhudumu wa afya nyanjani ama CHP, unatembea katika kila nyumba kuhakikisha mambo yanakuwa yanawafikia wale ambao wako katika jamii. Tunapoendelea na mazungumzo kama haya, tumemsikiliza waziri wa afya Aden Duale akizungumzia masuala ya afya katika ile bima ya SHA, kwa sababu kuna ile emergency and critical illnesses. Awali serikali ilikuwa imetenga shilingi 1500 katika kila mgonjwa kupata matibabu ya saratani. Sasa hizi ikaongezwa hadi 1800. Labda mtazamo wako ni upi? Tuko kwenye mkondo sawa au tunahitaji kutia bidii zaidi? Okay, chenye naweza kusema upande wa SHA, ndio kwanza ningeweza kumshukuru rais wetu. Ndio. Baada ya sisi kupitia shirika la KENCO tuliandamana tukaenda mpaka huko parliament, tukaenda huko Minister of Health na tukapeleka petition yetu na walitusikiza. Baadaye tukasikia rais amesema kwamba tumeongezewa to 800,000. Lakini ombi letu ilikuwa ni 1.2. Lakini bado tunashukuru, bado tunaendelea na mazungumzo, tuko na imani tutafikia hicho kiwango, kwa sababu matibabu ya kansa ni very expensive. Mimi challenge yenye ninaona mimi kama cancer advocate pia na wenzetu wenye tunahimiza wenzetu waende wafanyiwe screening. Baada ya screening, kama mgonjwa amepatikana na kansa, sasa hapo ndio inakuanga challenge kubwa sana. Huyu mgonjwa anakuja anakuuliza sasa tufanyaje? Kwa sababu si wagonjwa wote wanajiweza kulipia hizo test zinagharimu watu sana. Unapata watu wengi wanaacha sana wakianza kuambiwa enda ufanyiwe biopsy, enda ufanyiwe sijui nini, unapata huu muda SHA isimamii, inabidi mgonjwa aingie kwenye mfuko. Na sana sisi wenye tunadeal na wagonjwa wale wanatoka mashinani, tunakuwa na challenge sana. Kuna mgonjwa mwenye hawezi hata kujilipia SHA. Alafu kuna kesi ingine nilikuwa nayo last month ambayo iliniuma sana na ningeomba nizungumzie. Kuna mgonjwa ambaye tulijaribu tukamsaidia, tukamchangia SHA, akalazwa na tena akarudishwa nyumbani wakati alikuwa mpata nafuu, lakini tena kufika nyumbani akazidiwa. Lakini venye alirudi hospitali hakuwa na 1500 ya daktari, alirudishwa nyumbani. Ombi langu ni kwamba kama mtu mwanzo ameshajulikana yuko na kansa na amekuja hana hiyo pesa, kwa nini hii pesa ya kuona daktari isi-includiwe kwa hiyo pesa ya SHA? Alafu tena kama ingewezekana, for example, umefanyiwa pap smear, si ndio? Umeonekana uko na dalili za kansa au umeangaliwa matiti, uko na uvimbe, kwa nini hizi test zisi-includiwe kwa SHA? Kwa sababu tunapata hapo
huo wakati ndio tunapoteza wagonjwa wengi sana. Mtu ana give up, anasema mimi hii pesa ni nyingi sitaweza. Na sisi kama wale watu tunaenda tukimobilize watu, hii kitu pia inabaki ikikusumbua, uwezi msaidia huyu mgonjwa, unaona. So ombi langu ni kwamba kama hizi test after hiyo pap smear daktari amesuspect inaweza ikawa ni kansa, hii include kwa SHA. Tunakubali kuna mashirika yenye yanasaidia watu kama Enzo venye ndugu yangu amesema hapa, lakini si mengi. Unapata sana sana si watu wenye tuna deal na wagonjwa huko chini. Huwezi saidia mgonjwa. Na ndio uingie Enzo, maybe niko na watu huko pia wenye wamesaidika na ninashukuru kwa hilo shirika. Lakini kuna ile process, maybe umeshajulikana na ni magonjwa fulani yenye wanasaidia. What about wale ambao hawawezi kufika huko? So ombi langu kwa serikali, bado tuko chini. Na pia kwa ndugu yangu ambaye anatembea from Kitui to State House. Eric Mwenzi. Ni kazi nzuri, lakini peke yake hawezi. Nakumbuka venye dadangu alisema wakati wa virusi vya ukimwi, kila mtu alijitokeza na hii kitu ilikuwa inaongelelewa kila pahali. Hata ukienda kwa TV kulikuwa na movie, yani watu walijitokeza kuongea. Sasa ni sisi wenyewe, hata kama hujaathirika na kansa, kuna rafiki yako, kuna jirani yako, maybe ndugu yako alishaathirika au atajaathirika. Kwa nini tungoje aathirike ndio tusimame tuongee? Tushikane mkono kama Wakenya, tuone ni nini tunaweza kufanya ndio hii janga la saratani litangazwe kama national disaster. Asante sana Rose kwa kauli hiyo. Nisome ujumbe. Anasema hello, I'm Priscilla. A good discussion for today as pertains to cancer. It's true that you can't just walk in a hospital and request for tests. You must pay for it and not less than 1,000 shillings. Alafu anasema kwamba SHA can't pay for such, na umeimiza serikali angalie hilo. Nije kwako Luta, tukizungumzia gharama ya matibabu, angalau wewe ni mfano hai, mmoja wa mfano ambao dawa zako ni za gharama ya juu pia, na saratani zingine pia zina gharama ya juu. Tunapozungumzia matibabu hapa siku ya leo, tunazungumzia ufadhili kutoka kwa serikali, ufadhili kutoka kwa mashirika. Tuelewe fika pia hata sisi kama Wakenya tuna jukumu la moja kwa moja katika kuchangia katika ule mfuko wa kujiwekea bima. Unadhani kwamba kama Wakenya tumepiga hatua sisi binafsi kujiwekea bima yetu? Kwa sababu sasa hizi serikali angalau inatupa ile ya SHA na ambayo tunalipia subscription ya kila mwezi. Labda tumepiga hatua kama taifa au bado tutazidi kutegemea mashirika na serikali? Ama tufanyeje? Mapendekezo yako yepi? Asante Josh. Ndio. Hatua nayo tumepiga, lakini sasa swali ni kiwango kipi? Ndio. Tumepiga hatua kiwango kipi? Ndio. Just to inform you, nimetoka hospitali wiki zimepita 3 sasa. Nilikuwa nimelazwa. Last 3 weeks I was discharged 3 weeks ago. Mambo ya SHA na bima, SHA ni kweli vile dadangu amesema hapa inasaidia. Manake hata tukikubali, tusipokubali, that is what we have at hand. Ndio. Right? Apart from ile personal bima yetu ambayo tunaweza jiwekea wenyewe. Ndio. Lakini angalau kuna ile ya serikali ambayo ni SHA kwa sasa. Ndio. Kwa kweli kwa kiwango fulani inafanya kazi, inasaidia. Swali ni what percentage ambapo wagonjwa wengi wanaumia sana, especially nao katika mjadala huu tunazungumzia saratani. Nitakupa mfano. Mimi wakati nililazwa, let me just go back briefly kama utaniruhusu. Ndio. Diagnosis yangu ilikuja 2023, wakati ambapo sasa niliona kama familia, ambapo nashukuru pia my family has been a very big pillar in terms of support katika hii journey. Wakati nilikuja nikaambiwa pana, tukasema kama familia tufanye nini, let's find the right solution.
proper diagnosis, and I give it up to Kenyatta National Hospital. That is where we went. Na wakati nilienda this time, nakumbuka wakati wa mwisho nilikwambia blood count yangu daktari ilikuwa ngapi? Ilikuwa 7. 7, yeah. But now this time when I was being admitted it was 3. You know what that means, daktari? Inamaanisha nini, daktari? Damu imeteremka. Unajua normal hemoglobin between 12 and 17 yake iko 3. Exactly. From the lowest of 12 yake iko 3. Which means things are good. Damu iko chini, hawezi hata kupata oxygen. Mimi kuwa hapa kama nilikuwa na 3, then for me it is not short of a miracle. Bila shaka. Naona. Hata wakati nilienda, nashukuru sana my surgeon because I had to go through surgery. My surgeon one, Dr. Kiptum, namshukuru sana. Ni daktari mzuri lakini mcheshi pia. Ndio. Alikuja akaniambia, wewe sasa afanya hivi, pigia marafiki zako wote na ma girlfriends wako waambie walete damu. Because I still had to do blood donation. Yeah. Right? So we had to do blood donation, and I thank God for my family and my friends who really were very pivotal in doing this. Wakaja wakansaidia kuleta damu. Nikafanyiwa transfusion, and I was able to go in for a surgery. Nikafanyiwa surgery, nikatolewa ule uvimbe ambao ilikuwa kubwa sana, nilioreshwa. So I stayed there for over a month, but kwa neema ya Mwenyezi Mungu nikaweza kutoka. Sasa kutokea hapo ndio nikawa referred wapi? Kwa hii group ya JIPA ambayo ni Henzo ambayo daktari amesema pale Nairobi Hospital under Professor Binya na madaktari wale wengine. Okay? So kurejelea mambo ya bima, nimekwambia 3 weeks ago I was in Kenyatta again. Nilikuwa na an episode again, so I had to go back for check-up. And kafanyiwa hizo ma CT scan, endoscopy, which is sometimes very uncomfortable, especially when it was done the first time again, daktari. I don't know, kama maybe inaitwa nini ile anesthesia maybe haikufanywa vizuri, sielewi. But this time it was okay. But those costs, those procedures are quite costly. Yeah. Sisi hapa tunaweza sema tuko katika kikundi. Vile dadangu Adero amesema. I could be belonging to Henzo. Maybe out of 100, maybe we are only 3 or 4 in Henzo. Ndiyo. But what about the 90? Kuna watu wengi sana nje ambao hawako katika hiki kikundi. Maybe they are not beneficiaries of what we are. Ndiyo. And they are really suffering. And they are really suffering. And I really want to agree with yule ambaye amepiga simu kutoka Nyamira. Akasema ya kwamba anaomba serikali kama madawa yanaweza kuwa bure ikiwezekana. I'll give you a very good example. 3 weeks ago I was in Kenyatta National Hospital. I was bedridden for slightly more than 1 week. My bill, I paid a bill of almost 180,000. Out of 180,000, thank God, okay, SHA, out of that it paid about slightly less than 50,000. Which nashukuru ilichangia. But then if you look at a bigger percentage, ni ya hule nani? Mgonjwa mwenyewe. Okay? Maybe mimi naweza kuwa nilikuwa na huo uwezo wa kulipa hiyo. Lakini ni wangapi wale ambao wako nje na hawawezi lipa hiyo? Yeah? Kwa hivyo upande wa bima vile umesema, SHA inasaidia sana, ni muhimu. And that is why rais wetu wako katika frontline ya kuhimiza umati wote, watu wengi sana wafanye nini, wajiunge na SHA. It may not be much, but it will help you at some point. Okay? Now, bima hii nyingine, that one I think it's more personal depending on income yako na vile huko. Lakini siku hizi aina ya bima ni nyingi. Naona zingine hata zinatangaza unaweza hata kama hata ni mbao na changa. But itakusaidia at some point. Ndio. Because kusema ukweli, the cost of health in our country is very, very high. Na kama hauna bima, itakuwa jambo nzito sana wakati hilo janga linafanya nini, linakupata. Namshukran sana Luta kwa kauli hiyo nzito, na vile vile wito wako pia kwa serikali kuboresha hii bima iwe bora zaidi na pia kwa Wakenya. Kuna swali hapa ambalo amesema, hello, niulizie the cervical cancer survivor, how does a cervical cancer discharge look like? Maybe juju tu. Okay.
Dalili za cervical cancer ninaweza kusema ni zile normal kwa mwanamke. Ndio. So mi ningependa kushauri mtu asingoje aone hizo dalili. Sana sana ukianza kutokewa na discharge inakuwa imefika stage nyingine ambayo si nzuri. Kutokwa na discharge na iko na harufu, na pia wakati wako wa hedhi maybe umeenda, baada ya wiki 2 tena unapata inajirudia. Kutokwa na uchafu ambao uko na harufu mbaya, na hiyo daktari hajathibitisha kwamba ni cervical cancer. Kwa sababu unaweza ukatokwa na discharge yenye iko na harufu mbaya, maybe kama uko hata na infection. So tafadhali uwe nenda tu hospitali, daktari akuambie zaidi. Ndio. Naam, shukrani sana kwa kauli hiyo. Terry Miano, tunapoendelea na muda, naona unakimbia kweli kweli. Hivi sasa una shirika ambalo linaitwa Sprout and Live Hope Foundation. Mnafanyaje katika kuwaleta watu pamoja? Unawaleta pamoja wale ambao wamepona saratani au wale ambao bado wanaendelea na matibabu? Okay, shirika lilianza, wacha nikurudishe nyuma, wakati nilikuwa naendelea na matibabu. Niliangalia nikaona wenye tunaenda through chemo, watu walikuwa na mafikira mengi sana na stress. Na huyu mtu anaendelea na chemo, saa zingine hata hajui aongee na nani. Ndio. Cancer sometimes it's very traumatizing such that hujui uongee na nani. So wakati nilimaliza nikaanza kuongelesha watu. Wakati nilimaliza nikaambia Mungu, mimi ukiniponya nitaanza kuongelesha wagonjwa, kwa sababu naona ile stress wako nayo. Wakati nilimaliza nilianza kweli kuongelesha wagonjwa, na mimi huenda nyumbani, naitwa na family kuja uongee na mgonjwa wetu. So wakati nilianza kuongea na magonjwa nikapata wako na other psychological problems. Si ile tu tunaona ya kansa, kuna shida zingine. Hapo ndio nilirudi shule nikaweza kufanya counseling and psychology. So mimi ni licensed psychologist na nashughulikia sana the mental health of patients na caregivers wao and maybe na family as large. So wagonjwa wa kansa naenda na wafanyia counseling free na familia zao and maybe na caregivers. Hiyo ni ministry yenye mimi hufanya. Hiki kikundi kilikuja hivyo wakati tulikuwa tunastiri kwenda matibabu. Mimi nilikuwa naona watu wakiambiwa wamepatikana na kansa, mtu anaona maisha yake imeisha. So mimi niliona kama maisha yangu imeisha, na nikaona inabidi ufufue hii life. Ndio nilikuja na design ya Sprout and Live. That means ni kama ni kitu kilikuwa ni mtu ilikuwa imekatwa, imekufa, imeisha, na sasa imeanza kusprout na inaendelea na maisha. Na matumaini yao. Na matumaini na kila kitu. Shukrani. Sasa hapo ndipo Sprout and Live came. Mimi sana ni kufanya wellness kwa different organizations, kwa makundi, na pia kutembelea wagonjwa nyumbani. Na asante sana, ni kuhimiza endelea na hiyo ministry. Asante. Na shukrani sana. Daktari Nyongesa, najua muda umesonga sana. Ningependa kusikia kauli yako ya mwisho, ushauri wako kwa Wakenya kwa ujumla, wale ambao wana saratani, wale ambao wamepona saratani, na wale ambao wanahisi kwamba kuna dalili ambazo wanaziona lakini hawajaenda kwenye uchunguzi na kupimwa. Cha kwanza ni kwamba kansa inajitokeza na dalili kama ya mgonjwa wengine. Ndio. Unaangalia, Rose Adero ametuambia kwamba unaweza kuwa na discharge. Hii discharge inaweza kuwa na infection, zile tunaita UTIs. Ndio. Na pia hii discharge inaweza kuwa ni discharge ya ugonjwa wa kansa. Tunapata Luther alituambia kutapika damu. Unaweza tapika damu ikuwe ni ishara kwamba uko na ulcers, na ndiposa mara kwanza hata alikuwa anatibiwa ulcers, lakini pia inaweza kuwa ni saratani. Kwa maana kansa ina mimic symptoms za ugonjwa wengine, infections and other diseases. Symptoms will present similarly na symptoms za cancer. So cha msingi ni kwamba unapouona ya kwamba umetibiwa kitu ambayo haishi,
ni mzuri ukimbie katika hospitali uweze kupimwa, na pia saa zingine ni mzuri tu kumention na daktari. Inaweza kuwa pia ni dalili ya kansa, kwa sababu watu wengine wana miss, kwa sababu hataki kuambia kwamba hii pia symptom inaweza kuwa ni kansa, kwa sababu anaona ni kama atakushtua. Na ukipata kwamba si kansa unasema huyo daktari alikuwa ananiambia hii inaweza kuwa ni kansa, lakini nimepimwa nikapatikana sio kansa. So cha muhimu ni kufuatilia afya yako, na tunasema wewe mwenyewe ni daktari wa mwili wako, kwa sababu wewe unajua mwili wako venye upo. Tukiangalia saratani ya matiti, mwanamke anajijua matiti yake ikiwa sawa, na wakati ambaye inabadilika anapata uvimbe anajitambua. Tukiangalia katika orodha ya kansa, cancer of the cervix, cancer of the breast, prostate cancer katika wanaume, esophageal and gastric cancer, hizo ziko among the top 5 cancers in Kenya. Na hizo zinajitokeza na hizo dalili ambao umetibiwa magonjwa ulcers, wengine wanasema amoeba, haziponi. Cha pili ni miundo msingi kama pia kukuwa na bima ya afya. Tumeeleza kwamba SHA inasaidia kwa wingi sana. Tumeona wagonjwa wengi katika Texas Cancer Center, wagonjwa wengi sana wanatibika na hiyo kadi ya SHA. Almost 90% ya gharama ya matibabu katika hospitali ya Texas Cancer Center, ukiwa na kadi ya SHA inaweza kukusaidia kugharamia matibabu almost 90% of the total cost of the treatment. Daktari, kuna swali hapa anasema explain the role of, ulikuwa umeitaja HPV na namna ambavyo ina develop to be cervical cancer. Explain the role of human papilloma virus HPV in the development of cervical cancer and discuss its preventive measures. So HPV, human papilloma virus, actually cancer of the cervix, which is the second leading cancer in Kenya, according to Global Count Statistics of 2022, number 2 among the top 5 cervical cancer. It is the only type of cancer ambayo inajulikana kwamba it can be prevented. How? Because we know the cause of cervical cancer. Cervical cancer is caused by human papilloma virus. Persistent infection. Persistent infection with human papilloma virus changes the cells of the cervix from normal cells into cancerous. Lakini unapata kwamba hii inachukua muda wa almost 10 to 15 years. Unapokuwa adhirika na hiyo kirusi ya HPV, inakuchukua muda wa karibu 10 to 15 years ili uweze kubadilisha cells zako from non-cancerous to precancerous and later on to cancerous cells. Na hii HPV virus, hiki kirusi kina kinga. Na kinga ni gani? Ni vaccine ya human papilloma virus, which we call HPV vaccine. Na ukweli kwamba HPV virus, it is purely or mainly transmitted through sexual contact. Na ndiposa government kwa sahi under what we call the Kenya Expanded Program on Immunization, KEPI, HPV virus has been HPV vaccine imekuwa included kwa hizo vaccines ambazo tunachanjo ambazo tunapatia watoto kwa kilazima. Mtoto anapozaliwa Kenya tumeiweka at age of 10 years. Kwa sababu tunafahamu kwamba tukiweza kupata hii chanjo kabla mtoto ajaanza kukua sexually active, tunaweza prevent hiyo virus ambayo ndio chanzo kikuu ambayo inasababisha kansa ya cervix at 97%. 97% of causes of cancer of the cervix is because of HPV virus. Na kuna vaccine ambayo tunapatia watoto wa umri wa wasichana wa umri wa miaka 10 kuzuia hiyo kirusi. Mtu mwingine anaweza kuuliza mbona tusichanje pia wanaume? Kwa sababu inajulikana kwamba men mainly are carriers. Yes, it is not that hai affect wanaume pia. Ukiangalia mambo ya cancer of the penis, some of the throat cancers pia zinasababishwa na hii kirusi ya HPV. Lakini tukiangalia katika takwimu, sisi huwa tuna invest pale ambapo kuna a lot of statistics. Tunapata kwamba cervical cancer is the second leading, na ukiangalia mambo kama throat cancer na penile cancers, hizo ziko katika chini sana katika takwimu. Sasa tuna invest mostly pale ambapo kuna takwimu kubwa. Ndiposa tunasema kwamba wanaume pia wanaweza chanjwa, lakini
Kwa ile free vaccine saa hii tunapatia watoto ambao hawajakuwa sexually active na umri ambao umetengwa katika KEPI, Kenya Expanded Program on Immunization, ni girls at the age of 10 years. Naam, shukran sana daktari. Naarifiwa muda wetu umetupa kisogo. Ndugu zangu, najua tutatenga muda huu mwezi wote ni kuhamasisha. Tukiwaita mkuje, sio? Naam, shukran sana mtazamaji. Hawa wamekuwa wageni wetu. Nimekuwa naye Daktari Daniel Nyongesa ambaye ni mtaalamu wa saratani kutoka Texas Cancer Center na vilevile Medilife Hospital pale Ruiru, na vilevile nimekuwa naye Terry Miano. Terry Miano ni aliyepona saratani ya matiti na vilevile ni muasisi ama mwanzilishi wa Sprout and Live Hope Foundation. Asante sana. Na mtazamaji, aliye karibu nami hapa katika mkono wangu wa kushoto ni Rose Adero, ni aliyepona saratani lakini yuko kwenye vipimo na vilevile anapata ule ushauri kila wakati, ile saratani ya ile saratani ya tumbo la kizazi. Asante sana kwa kufika. Bwana Luta, asante sana vilevile kwa kufika. Nimekusikiliza na vilevile kwa ujasiri wenu. Unajua wanaume tumeitwa hivyo, lakini sisi si wajeuri. Tunapenda kupata matibabu. Naam, shukran sana mtazamaji. Hao wamekuwa wageni wangu. Mengi tu tunaendelea kuyapakua katika mitandao yetu ya kijamii tukufahamishe kwa kina zaidi. Wanakwetu wananiita Joash Onsare. Saa 7 nitakuwa narejea na taarifa zaidi. Endelea kuwa nasi ili tukufahamishe mengi zaidi. Hii ni TV47.